kuhusia tu ambapo kwamba labda Mwenyezi Mungu ataniafiria, siwezi nikajipangia dakika hata kama nimepangiwa dakika, sababu tunapanga na Mungu naye anapanga. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari ya Isra'i ni safari ya duniani, ardhi ya Masjid al-Haram mpaka Masjid al-Aqsa, hilo halina shaka. Ni sehemu ambayo kwamba ni ya kilomita takriban 1319. Hizi ni kilomita ambazo kwamba utachukua kuanzia Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa kwa usafiri wa haraka haraka. Wenyewe wanasema kwa gari basi masaa 9 mpaka 10. Tena hiyo barabara ni katika hali ambayo kwamba sio ya kurugana na mpishano, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam safari hii anaienda kwa muda au kwa kipande tu katika usiku kwa kudra ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ameifanya safari hii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni mwaka wa 621. Sasa hivi tuko katika mwaka 2026. Mtume kazaliwa mwaka wa 570. Sasa mwaka wa 621 ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anapelekwa al-Isra wal Mi'raj akiwa na umri wa miaka 50 au 51 kulingana na asia zilizosema. Mtume safari hii nafikiri tumeelezwa yaliyotangulia na yaliyosababisha mpaka Mtume kwa anachukuliwa kupelekwa katika sehemu kama hiyo. Lengo lilikuwa nini na kipi kilitokea? Ya Isra ni ya shiu zake aliyezungumza. Tuende katika habari ya Mi'raj ambayo kwamba ni tishio kubwa sana kwa wale ambao kwamba walikuwa wanataka habari kama tulivyoelezwa hapa. Mtume baada ya kuonekana asubuhi anaulizwa kwa hadithi hii, unajiga leo sababu ushakuzoea wewe ndio mambo leo unajiga. Mtume akamwambia naam, usiku ya leo, usiku wa leo nimepelekwa sana. Hajasema habari ya kupelekwa mbinguni. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba au ikhtibarati alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliingia katika sehemu ya mlango, basi kulikuwa na bwana mmoja katika msikiti. Mtume anaeleza aliyoyakuta ama yaliyopitia katika usiku ule. Akaambiwa, mie nimepelekwa, anawaambia watu wanaokomana katika msikiti kama hivi, kuanzia wapi mpaka wapi, kuanzia Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Kuna bwana mmoja akasimama akamwambia, kuja Muhammad, simama ewe Muhammad. Mtume akamwambia akapinga, Mtume akasimama. Yule bwana akamwambia Mtume kwamba irfa rijlak, nyanyua mguu wako mmoja. Mtume akanyanyua mguu mmoja. Irfa al-ukhra, nyanyua mguu mwingine. Sasa wewe unawezaje kusimama na miguu au miguu yako ile hewani yote miwili? Unawezaje mwanadamu? Kina ndege tena na viumbe vyenye ndevu vya juu ya hewa vinaweza hiyo, lakini mimi na wewe ambaye tumeumbwa akitustahili katika ardhi kupitia miguu yetu. Leo Mtume anaandikwa kwamba asimame katika hewa kwa miguu yake isiwe imegusa chini. Watu waliokuwa na inada dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anamwambia haiwezekani kwamba mie hapa sasa hivi naongea kisha nisimame, yani niwe juu ya hewa miguu yote miwili. Mtume akamwambia kwamba hiyo haiwezekani. Yule bwana akamuuliza Mtume kwamba haiwezekani kusimama na miguu miwili, vipi inawezekana wewe kupaa kwenda ndani wakati hapo kusimama kwenye angu wa angu ya kipos ulishindwa? Inawezekana vipi kwa kumembelea katika miguu? Ikaja katika mawazo ya watu wa kwamba ni watu wa negative siku zote. Mtume akamwambia waika, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaamrisha bwana yule atolewe katika msikiti. Akapambana huko na Sayyidina
Kwa sababu gani? Ya kumpa mwanzo mtume kwamba kaenda kajiungaje karuka vipi? Wewe umeshika kusimama kwa miguu hapa tukikuona unawezaje kuruka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aya mtume hajasema kwamba ameenda amepelekwa. Sababu angesema kwamba amekwenda basi ametumia miguu yake au katumia mikono yake au lakini usria imepelekwa. Bimaana sio kitendo ambacho kwamba kajiamulia yeye mwenyewe tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo alopeleka. Watu wakataka uhakika zaidi kwamba wewe sasa kuna msafara wetu unaondoka hapa unaelekea Sham. Umeukuta, tumekwambia nimeukuta. Na nimewakuta wanatafuta ngamia wao aliopotea na nimekuta kuna kiriba au chombo cha kuwekea maji ya kunywa. Mie nikana ile maji na nikaondoka, wakija waulizeni. Wanaandika wakisubiri msafara. Wengine akhirna an aina, tueleze kuhusu msafara wetu, utakuja siku gani msafara wetu? Mtume akawaambia kwamba utakuja siku fulani, muda fulani, nyie msubirini katika kituo mnachosubiria misafara yenu itafika. Kuna ngamia mmoja wakavunjika, wako wanamtumika wanamhudumia, wakija waulizeni. Wao na rekodi tu, ili tafsiri itakuja baada ya yeye kwamba wale watu wameulizwa na wamekiri anayozungumza. Wakamuuliza sasa, unasema mpelekwa usiku, tueleze. Haya Masjidul Aqsa iko namna gani? Ina milango mingapi? Ina madirisha mangapi? Ina rangi ngapi? Sisi hapa tunaswali hapa katika msikiti wetu, lakini lau tukaulizana msikiti una mafili ngapi hapa, hatujui mpaka kwanza kuhesabu moja mbili. Leo mtu kapelekwa kwa kipindi kimoja kichache na anarudi anapewa mtihani. Milango mingapi? Madirisha mangapi? Unaingia swafu ngapi? Una urefu gani? Una mapana gani? Na anachokisema mtume watu wanaandika. Mwisho wakaona kwamba yote baada ya safari kuja na wakaelezana, wakaelezwa kila alichokisema mtume ni cha kweli, kimejiri katika msafara wetu na ndivyo ulivyo Masjidul Aqsa. Sio kwamba labda walipahongera mtume kwamba huyu kweli amesema kweli, akasema kwamba ina hadha sihrun mubin. Ukisikia uchawi ndio huu. Ukisikia kama kuna watu wachawi ndio huu wa Muhammad. Hata kama wamesema kweli, wewe lakini hivyo hivyo, lakini sio msimamo wetu ni kwamba wewe muongo. Sawa? Msimamo wetu kwamba wewe ni muongo, hujapelekwa, umeyajua hayo mambo kwa uchawi tu. Mtu akiramdana mwili yako na kupiga mtu unaonyesha msikiti ulivyo ndio unakusifia sisi. Uongo, wewe hujaenda. Al-Hasil Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kapita mtihani katika hali kama hii ambayo kwamba ameeleza yote. Sasa Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam, safari ya Isra na Mi'raj inaanza Mi'raj. Mtume akachukuliwa mpaka katika kisima cha Zamzam, akafanyiwa tathhirul qalb, moyo wake kusafishwa, moyo wake kutengenezwa, moyo wake kuandaliwa mazingira ambayo kwamba yanakwenda kupokewa au kwenda kukabiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asubhana linakuja kwamba wanamsafisha mtume hawa malaika. Walikuwa mtume alikuwa na uchafu gani? Mimi na wewe hapa kuna haki kusafishwa nyoyo zetu, na zikisafishwa zitatoa zaidi ya Kristo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasafishwa kwa nini? Yule mmoja akasema kwamba wama akhraja al-amlaku an dhabihi adam lakinahu zaduhu sharafan ala sharafi. Malaika hawakutoa uchafu katika kifua cha mtume ule kumwandaa kumpeleka Mi'raj kwa Mwenyezi Mungu. Ma akhraja al-amlaku an dhabihi adam, hawakutoa uchafu, sio malikuwa uchafu, lakinahu zaduhu sharafan ala sharafi, lakini wamezidisha utukufu juu ya utukufu. Ni kama wewe kwa nguo yako katika sanduku uliyoitia basi kisha ukaifua, ina uchafu gani? Umezidisha usafi, ndio usafi. Ndivyo alifanywa Mtume
Sayyidina Jibril, wakayafanya haya ya usafi kwa ushirikiano na malaika wenzake, kisha akamchotea maji Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kisima cha Zamzam, akamwambia tawala. Mtume akatawala, kisha akamwambia nenda. Mtume anamuuliza Jibril, nakwenda wapi sasa? Akamwambia nenda kwa Mola wako. Sasa nenda kwa Mola wako, njia hii ndio gani? Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam akashikana na kuongozana na malaika wengineo, wakaempeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Mi'raj, wakapambana katika mbingu ya kwanza na Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam. Wanaulizwa kwamba mambo ni nani anayeisha huku? Sayyidina Jibril anasema kwamba ana rasuli Allah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au akakorseta umetumwa? Jibril anasema naam, ursitu, nimetumwa. Wa man ma'aka, pamoja na nani? Ana wa Muhammad, mimi na Muhammad. Akahusika Mtume sallallahu alaihi wasallam kupita katika wingu wa kwanza, kufika na mpaka Sayyidina Adam, akaendelea katika haraka akampata Sayyidina Yahya na Sayyidina Isa katika wingu wa pili, wakaenda tena wakampata vile vile Sayyidina Yusuf katika wingu wa tatu, wakampata Idris katika wingu wa nne, wakampata mpaka ya saba, wakampata Sayyidina Ibrahim baada ya Musa alayhi salatu wassalam, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa taarifa zote dhidi ya wale malaika, kuelezwa kuhusu huyu mtume na hajaja hapa kwa magendo, kaitwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alhasil, ndugu zangu katika imani, ni safari ambayo kwamba ni mrefu sana, na kulingana na muda ambao kwamba tumeelekezwa, basi tunakaribia kuikatia. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakuta katika al-Isra wal Mi'raj kwa mikato tu. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakuta katika Isra na akayakuta katika Mi'raj, kuna mambo aliyakuta katika Isra kwamba alisikia nidaa yamini, kuna mtu anamuita usauti na mwita kutoka upande wa kulia. Sayyidina Jibril ndio siangalie mbele, anasikia sauti na kutoka upande wake wa kushoto. Sayyidina Jibril ndio siangalie kufika mbele tena, anaona mwanamke mzuri kajipamba, anamuita. Sayyidina Jibril anataka kusiangalie kwenda mbele tena, anakuta vyombo viwili, kapewa chakula kimoja. Mtume akachukua kimoja, kifungua ndani ya maziwa. Mtume akamuuliza Jibril, kule nimeitwa ukaniambia nisiangalie, ni nani alikuwa ananiita katika ile mara ya kwanza? Mtume akamwambia, yule alikuwa ni Myahudi. Lau ungeliitikia ile nidaa, la tahawwalat ummatuka kulluhum, wallahi ummati wako wote ungelikuwa Mayahudi. Yani sisi sote ambao kwamba ndio umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau Mtume angeliitikia ule mwito wa kwanza, tungelikuwa Mayahudi, maana tunakwenda kwa mfumo ambao kwamba ala ghairi millati al-Islam, kwa mila isiyokuwa ya Kiislamu. Sasa maashara al-muslimin, Mtume hajaangalia, na sisi tunaishi katika ulimwengu wa Kiyahudi kwa mifumo ya kuadhimisha Mayahudi. Je, angeliangalia Mtume? Mwito wa pili ndio ulikuwa ni upi? Mtume anamuuliza Jibril, anaambiwa ule ulikuwa ni mwito wa Manasara. Lau ungeliitikia, basi wallahi umati wako wote ungekuwa Manasara. Akasadilika Mtume sallallahu alaihi wasallam